Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Acheni tukae chini kwa viti vyetu. Jehova Mungu, tunasema ni asante asubuhi ya leo. Ni asante kwa kutupa nafasi ya kulisikiza neno lako. Naomba uwe nasi Jehova Mungu. Neno lako ni uhai kwetu. Tunapolisikiza asubuhi ya leo, wacha likatufanyie kazi, likatubadilishe. Baba, leo la msaada maishani mwetu. Na ni katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na hata tumeamini. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Asubuhi ya leo nimeokoka. Kristo ni Bwana na amekuwa mwema na mwaminifu sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa wakati mrefu sijakuwa hapa. Sijapata nafasi, lakini nataka kuwashukuru wale wamesimamia, wale wamekuwa wakitulisha, wale wamefanya kazi ya maana sana. Mungu awabariki sana na azidi kuwainua. Praise be the name of the Lord. Asubuhi ya leo kwa kifupi ningetaka tukaone mambo kadhaa ama tukajifunze mambo kadhaa, na ninajua Bwana atatutenda mema. Ujumbe wangu siku ya leo nataka kuongea kuhusu Yesu aliye ndani yako. Praise be the name of the Lord. Na kichwa changu ni tumaini la utukufu. Bwana Yesu apewe sifa. Na nataka kusoma maandiko katika kitabu cha Wakolosai wa kwanza, nitaanzia mstari wake wa 24. Sasa nafurahia kule kuteseka kwangu kwa ajili yenu, na katika mwili wangu ninatimiliza yale yaliyokumbuka katika mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, ambao ni kanisa. Mimi nimekuwa mtumishi wa kanisa kwa wajibu aliyonipa Mungu, ili kuwaletea ninyi neno la Mungu kwa ukamilifu. Hii ni siri iliyokuwa imefichika tangu zamani na kwa vizazi vingi, lakini sasa imefunuliwa kwa watakatifu. Kwa Mungu amechagua kujulisha miongoni mwa watu wa mataifa utukufu wa utajiri wa siri hii, ambayo ni Kristo ndani yenu, tumaini la utakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Asubuhi ya leo ningetaka tujifunze mambo kadhaa sisi kama Wakristo, kwa sababu mara mingi huwa twajipata katika njia tata wakati tunapita katika hali, wakati twajipata katika hali fulani, twashindwa kuelewa, twashindwa kutambua kile kinachoendelea, ili hali sisi ni wana wa aliye juu sana. Lakini siku moja Paulo akanena na Wakolosai na akawaambia ya kwamba yeye huwa mara mingi akifurahia katika kule kuteseka, katika yale mambo huwa yanamtendekea mara kwa mara, kwa sababu yeye mwenyewe baada ya kuandamana na Kristo, baada ya kukaa ndani ya Kristo, baada ya kutambua ya kwamba ako na uwezo. Na ndio maana mahali tumesoma unapata pale akikiri kwamba kwa sababu baada ya kuchunguza akaona hii ilikuwa siri kwa muda mrefu. Watu wengi hawakuwa wakielewa kama jinsi vile hata sisi hatujapata kuelewa. Kuna kitu kimefichika ndani sana, na Wakristo tunafaa kutambua mambo kama haya. Na wakati utakapoelewa haya, wakati tutakapotambua ule utajiri ulio ndani yetu, sio utajiri wa fedha, lakini unaweza ukawa utajiri hata wa yale mali unayoyatamani, ukijua kuitumia vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Ukitambua hii siri ama ukielewa, ujue jinsi ya kutumia ule uwezo, ule utukufu
Kristo ako ndani yangu, itawezekanaje? Biblia inasema ya kwamba katika Ufunuo, nimesimama kwa mlango nikibisha, yule atakayefungua, mimi Kristo nitaingia ndani mwake. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ni kitabu cha Ufunuo. Niko mlangoni ninabisha, niko pale ninabisha, yule atakayesikia ile sauti na afungue mlango, nitaingia na nitashiriki pamoja na yeye. Na unapojua ya kwamba ulisikia ile sauti ukafungua mlango, haufai kuwa na ile shaka ya kwamba Kristo yu ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Na haya ndio yale mambo Wakristo wengi hatujapata kuelewa, ya kwamba ninapotembea mimi nikijua ya kwamba Kristo yu ndani yangu, mambo yanaanza kutendeka yenyewe. Hautakaa kama wale watu wengine wa kawaida, kwa sababu kuna kitu kilicho cha kitofauti ambacho wewe umekibeba. Kuna kitu kilicho cha kitofauti ambacho kiko ndani yako. Ukisoma maandiko katika kitabu cha Mitume 3 mstari wake wa 6 pale, Biblia inaongea kuhusu siku moja Petro wakawa wakienda hekaluni na wakapatana na mtu aliyekuwa amekaa pale langoni. Kazi yake ilikuwa ya kuomba. Alikuwa amekaa pale akitarajia watu wanapokuja kumwabudu Bwana wakampea sadaka, wakampea kitu, at least apate kitu cha kukula. Na akiwa mahala pale akaona hao watumishi wa Mungu wakipita pale, alipowanyoshea mkono akamwambia ya kwamba fedha na dhahabu hatuna sisi, lakini kile tulicho nacho hicho ndicho tutakachokupea. Kwa sababu alikuwa amefika mahali na kujitambua yeye mwenyewe. Alikuwa amefika mahali na akajua ya kwamba kuna utajiri wa dhamana uliokuwa ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Unapotembea ukiwa na Yesu Kristo, sio lazima ukuwe mchungaji, sio lazima ukuwe ati wewe ni mwimbaji mashuhuri ama ikuwe kitu fulani, lakini kama wewe unamwamini Kristo Yesu, kama unakumbuka ya kwamba siku moja nilisikia sauti ya Bwana, nikafungua moyo wangu na nikakubali aingie ndani wa moyo wangu, na siku mpaka siku ya leo huwa tunaandamana pamoja na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Uko na uwezo, uko na utajiri, hatuwezi tukaelezea sisi kama walimwengu. Na hii ni siri imefichika kwa watu wengi. Hivyo ndivyo Biblia imesema. Ukisoma mahali tunasoma mstari wake wa 26, Biblia inasema ya kwamba Paulo akawaambia, hii ni siri iliyokuwa imefichika tangu zamani na kwa vizazi vingi, lakini sasa imefunuliwa kwa watakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Kumaanisha sio hata siku ya leo, sio watu wote wamefunuliwa, lakini ni wale walio watakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Hata siku ya leo haya maneno ninayoyanena, sio watu wote watakayoielewa, sio watu wote watakuwa na ule uwezo wa kufungua ile milango imefunguka maishani mwao, lakini Biblia inasema vizuri, kwa wale walio watakatifu. Hii siri imefunuliwa kwa muda mrefu, imekuwa siri, lakini siku ya leo imefika mahali na imefunuliwa kwa wale walio watakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Sio watu wote, na sio Wakristo. Biblia inasema ni Wakristo wamefunuliwa hii siri, lakini ni wale walio watakatifu. Na ndio unaona mahali nimewasomea, nimewaambia mkasome pale katika Mitume 3 mstari wake wa 6 ukiteremka. Ni watu wengi walikuwa wanaingia pale hekaluni. Watu wengi walikuwa wameenda pale hekaluni, yalikuwa masaa ya kuomba. Lakini sio wote walikuwa wamefunuliwa ile siri. Bwana Yesu apewe sifa. Wale watu walikuwa wanaenda pale kanisani
inatusumbua sana Wakristo, kwa sababu hatujapata kuielewa hii siri ambayo imefunuliwa walio watakatifu. Utakapogundua vizuri, utakapoelewa ule uwezo ambayo wewe huwa unaubeba kila siku, zile nguvu ambazo uko nazo kila wakati unapoamka, mpaka ule wakati ndio utaacha kujisumbua, ndio utaacha kujitesa, ndio utaacha kukaa maisha ile unayokaa ya kusumbuka na kulia kila siku, kwa sababu sisi sio watu wa kulia. Sisi sio watu wa kuteseka, kwa sababu tuna ule utukufu. Shida ni hata ule utukufu tunayoongea kuhusu hatujaupambua. Wanaweza upewe sifa. Na wacha niwaambie wapendwa, unaposikia Biblia ikiongea kuhusu utajiri wa utukufu, sio kukuwa na pesa mingi. Praise be the name of God. Utajiri wa utukufu sio kukuwa na mambo makubwa, kwa sababu haya mambo yote tunayoyaona hayaanzaki kukuwa makubwa kama hatutajielewa sisi wenyewe. Nilikuwa nikiyasoma maandiko mahali na nikakuwa nikifuatilia kitu fulani na nikakuja kuelewa mambo kadhaa ambayo hatujayaelewa. Unaposikia ya kwamba Yesu ama Kristo atakuzidishia kulingana na utere wake, unaposikia ya kwamba Yesu atapea watu wake utajiri kulingana na utajiri wake, kumaanisha ya kwamba kuna kisima mahali ambacho kinatiririka yale mambo yote tunayoyahitaji, ule utajiri tunaoomba kila siku, yale maisha mazuri tunayoyaomba kila siku, kuna mahali inaachiliwa na mahali inatoka kuna utere, na utere hatuwezi tukamalizia. Bwana Yesu apewe sifa. He will supply according to his abundance. Praise be the name of the Lord. Kumaanisha kwake hayaishi, lakini ile shida tuko nayo, ninapomwendea Kristo ina depend ninaenda pale nikibeba nini, na vile mimi nitatoka na niende kwa Kristo, sio vile huyo mwingine ataenda kwa Kristo akitarajia. Mimi naweza kuja na nibebe kakikombe, nikienda pale na nichote yale maji, kikombe yangu itajaa, si ndio? Sababu nimebeba ile kikombe, nichote na ile kikombe yangu itajaa, na nitatoka pale nikiwa nimeridhika, kwa sababu kikombe yangu imefurika. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini mtu mwingine akuja pale na jagi, akuje na ile jagi kubwa na achote maji, atoke pale jagi yake ikiwa imefurika, akiwa amefurahia. Praise be the name of the Lord. Pale kwa mto, kwa sababu hakuishi pale, kuna utere. Tunapo pale, kila mtu anabeba chombo chake na anateka maji kulingana na kile chombo anachokibeba. Bwana Yesu apewe sifa. Unapoteka yale maji, ukielekea nyumbani, unaenda ukijifuna, ukilika vile umefurika, kikombe chako kimejaa, chombo chako kimejaa. Unasahau ya kwamba kuna mwingine yeye amekuja pale na jaa ambayo imebeba vikombe zako kama 5. Praise be the name of God. Lakini wewe unaona yako imefurika na unalinga na unaonyesha kila mtu, nataka kila mtu ajue umeteka na kikombe chako kimefurika. Lakini kuna mwingine amekuja na jagi kubwa imebeba vikombe zako 5, pia nayo yake imefurika, naye hicho ni kiwango chake. Mwingine anakuja tena na mtungi na anateka na yule mtungi, analidhika na yule mtungi. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndio ile tofauti wa Kristo tunafaa kuelewa. Na ndio sababu Mungu anapokuneemesha na kufikisha kiwango fulani, sio wakati wako wa kuingia watu, kwa sababu hujui umeteka na nini, chombo chako cha toshana aje. Praise be the name of the Lord. Na ndio sababu unaona tuko na vita vingi sana
vita mingi sana. Tukikuja kanisani tunapigana, tunashindana. Lakini kwa nini? Mimi nimechoka na kile chombo changu kidogo na ninaona kama nimefunikiwa. Praise the name of the Lord. Mwingine akikuja aweke chombo chake hapo, kile unadhania umebeba umwage kwa chombo chake, hata hautaongea na mtu. Kwa sababu utapata wewe hata hauna kitu. Lakini zote tuko wapi? Sisi zote ni Wakristo. Sisi zote tunamwamini Kristo. Sisi zote tulifungua mioyo yetu tukamruhusu Kristo aingie maishani mwetu. Na kila mtu anakiri ya kwamba Kristo ni Bwana. Lakini tofauti ni nini? Kile unachoamini, kile umebeba Kristo nacho, kinatoshana aje? Ndio umeingia pale kwa ule utele unaofurika kila wakati. Lakini ulipoingia pale, unapoingia mahala pale, ulichota na nini? Sababu Kristo ni utele. Na hakuna siku anapungukiwa. Sisi ndio huwa tunapungukiwa, na tunapopungukiwa tunaingia mahala pale kwenye utele, tunataka kulingana na uwezo wetu. Praise the name of the Lord. Masaa yangu imeisha. Lakini kuna kitu moja ningetaka niwaambie. Kuna utajiri katika wale watu wako na Kristo ndani yao. Wale wamekubali kukaa, wale wamekubali kumbeba Kristo. Na kumbeba Kristo sio rahisi. Kwa sababu kumbeba Kristo itabidi ujinyime mambo mengi. Itabidi ukae kama umejisikia kila wakati. Lazima ukuwe mwombaji. Lazima ujinyime. Lazima uanze kuona mambo kwa njia za kitofauti, kama vile Kristo yeye mwenyewe alivyoyaona mambo alipokuwa hapa duniani. Praise the name of the Lord. Muna watu wanapoona kuisha, wewe unaanza kuona kitu ya kitofauti, kwa sababu kuna kitu kilicho cha kitofauti ambacho umekibeba ndani yako. Praise the name of God. Kile watu wanafuatilia, sio lazima ufuatilie kile. Kwa sababu gani? Kuna utofauti. Kuna siri fulani imefunuliwa kwako. Mungu akatusaidie. Mungu atuneemishe. Kwa sababu wa Kristo, yale maisha tunayoyaishi kama wa Kristo sio maisha yetu. Mambo mengi tunayofuatilia, mambo mengi yanayotusumbua sio mambo yetu ya kutusumbua. Lakini kulingana na kule kukomaa, umekomaa ndani ya Kristo, hii ndio itakuwezesha kuepukana na haya mambo. Hayo ndio hicho ndicho kitakusaidia kuyaruka na kuyapita. Unapojua hii siri ya Kristo, kumaanisha wewe ni mtakatifu, wewe ni Mkristo, wewe unamjua Mungu wako vizuri, unaamini ya kwamba anayafanya mambo ya ajabu. Lakini ni kulingana umeteka kiwango gani pale. Zote tumeokoka, lakini tofauti unapoenda pale mbele zake, wewe umejibebea kiasi gani? Bwana Yesu apewe sifa. Nikakuwa nikisema mahali, nyakati tunazoziishi zinataka mtu ambaye hataona vitu kawaida. Kila kitu unapopitia mahali, kitu kinaponenwa, usione tu ni kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu saa hii watu wengi wamejipata kwa shida, kwa sababu tu aliona kaona kitu kakapita, kakamuentice, na akaanza kuona hai ni kazuri, lakini hakujua ile roho inayofuatanishwa na kile kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza tusikiza wimbo, na huo wimbo ukuwe umetolewa dhabihu
itakuwa vigumu sana kurudi nyuma. Bwana Yesu apewe sifa. Kumaanisha lazima tusimame, lazima tuinuke, tuanze kukaa kama sisi. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio namuona mtumishi wa Mungu, watu walikuwa wanapeana kila mtu kulingana na ule uweza ako nayo. Alipofika pale akamwambia, najua unatarajia nini kutoka kwetu, lakini hicho unachokitarajia sisi hatuna, lakini kile tumekibeba siku ya leo, hicho ndicho tutakupatia. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe uko na kitu ya kupeana, kando na kukuwa na huo utajiri. Do you have something that you can offer to anyone? Praise be the name of the Lord. Hilo ndilo swali ningetaka tukajiulize siku ya leo. Tuinuke kwa miguu yetu. Waibaji, ningetaka mkaribie mahali hapa. Na ningetaka tuende mbele za Bwana na tumwambie Bwana akatusaidie. Kwa sababu tumekuwa wa Kristo, tunadai ya kwamba tuko na huyu Kristo ndani yetu, lakini ametufanyia nini? Kwa sababu ako ndani yetu, kuna utofauti unaoonekana. Mtu akiniona atajua ya kwamba nimejua hii siri imefichika kwa muda mrefu. Hicho ndicho ningetaka tukaombe Bwana akatusaidie siku ya leo. Wacha tuende mbele za Bwana, tumwambie Bwana akatusaidie. We give you glory, Lord, as we honor you. Wewe watosha, wastahili sifa. Wewe watosha, wastahili sifa. Tutakapotambua ya kwamba anatosha maisha yetu, tutakapoelewa ya kwamba anatoshelesha maisha yetu, hapo ndipo maisha yetu yatabadilika. Wacha tuende mbele za Bwana tumwambie ni asante kwa kutunenea asubuhi ya leo. Wacha tuende mbele za Bwana, enda mbele za Bwana, nenda na huyu Mungu wako, ako ndani yako, ako na maisha yako. Wacha tukamwambie yeye atoshelesha maisha yetu, katika jina kuu la Yesu Kristo. Baba, katika jina kuu la Yesu, tunasema ni asante asubuhi ya leo. Ni asante kwa kutunenea na kutukumbusha ya kwamba ule utajiri ambayo tumeubeba ni utajiri usio wa kawaida, utajiri wa ajabu. Baba, tunakushukuru kwa sababu utatusaidia tukajielewe vizuri, na katika kila hali na kila jambo tunalolitenda tukatambue tuko na Mungu mkuu. Tunakupa sifa Bwana, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na hata tumeamini. Watu zote tuseme amen.